Iran imeendelea kuonesha msimamo mkali lakini wa kidiplomasia katika majibu yake kwa pendekezo jipya la Marekani lililolenga kupunguza mvutano na kufungua njia ya kumaliza mzozo mkubwa unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Tehran imesema kuwa imewasilisha rasmi maoni na mapendekezo yake kwa upande wa Marekani hii leo Jumatatu Mei 18 mwaka 2026 kupitia wapatanishi wa Pakistan, huku ikisisitiza kuwa mazungumzo bado yanaendelea licha kuwepo kwa tofauti kubwa kati ya pande hizo mbili. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari mjini Tehran, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghel alisema kuwa Iran ilitoa majibu yake baada ya kupitia kwa kina masharti yaliyowekwa na Marekani katika pendekezo hilo jipya. Alisema baadhi ya vipengele vilivyopendekezwa na Washington vilionekana kuwa vikubwa kupita kiasi na visivyolingana na matarajio ya Irani, lakini Tehran bado imeamua kuendelea na njia ya mazungumzo badala ya kuongeza hali ya mzozo. Kwa mujibu wa Ismail, Irani inaamini kuwa Marekani inapaswa kuchukua hatua za vitendo kuonyesha nia ya kweli ya kufikia suluhisho la kudumu. Alieleza kuwa kwa miaka mingi Iran imekuwa chini ya vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani, hali ambayo imeathiri sekta nyingi muhimu ikiwemo biashara ya mafuta, mfumo wa benki, uwekezaji wa kimataifa na hata upatikanaji wa dawa na bidhaa muhimu kwa wananchi. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa mojawapo ya masharti yake makuu katika mazungumzo hayo ni kuondolewa kwa vikwazo vyote vya kiuchumi pamoja na kuachiwa kwa fedha zake zilizogandishwa katika mataifa mbalimbali ya nje. Fedha hizo ambazo zinakadiriwa kufikia mabilioni ya dola zimekuwa zikizuiwa kutokana na migogoro ya kisiasa na hatua za vikwazo zilizowekwa kwa muda mrefu dhidi ya Teherani. Ismail alisema kuwa suala la fedha hizo ni muhimu sana kwa uchumi wa Irani ambao umekuwa ukikabiliwa na changamoto kubwa za mfumuko wa bei, kushuka kwa thamani ya sarafu ya taifa hilo pamoja na kupungua kwa mapato ya biashara ya kimataifa. Irani inaamini kuwa kurejeshwa kwa fedha hizo utasaidia kuimarisha uchumi wa ndani na kupunguza shinikizo kwa wananchi ambao wamekuwa wakikumbwa na hali ngumu ya maisha. Mbali na masuala ya kiuchumi, Iran pia imeendelea kushikilia msimamo wake kuhusu madai ya fidia kutokana na madhara ya vita na mashambulizi ambayo imekuwa ikidai yalifanywa kwa njia zisizo halali. Ismail alisema kuwa Iran inaona hatua zilizochukuliwa dhidi yake katika miaka hivi karibuni kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kwamba taifa hilo lina haki ya kudai fidia kwa hasara za kibinadamu, kiuchumi na miundombinu. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati umeendelea kuongezeka. Katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na hofu ya kuibuka kwa vita vikubwa zaidi kutokana na mashambulizi ya kulipiza kisasi, migogoro ya makundi yenye silaha yanaungwa mkono na mataifa mbalimbali, pamoja na mvutano wa muda mrefu kuhusu programu ya nyuklia ya Iran. Marekani na washirika wake wamekuwa wakiitaka Iran kupunguza shughuli zake za nyuklia na kuhakikisha kuwa haitengenezi silaha za nyuklia. Hata hivyo, Iran imekuwa ikisisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa amani na unalenga matumizi ya kiraia kama uzalishaji wa nishati na maendeleo ya kisayansi. Iran pia imekuwa ikilalamikia kile ilichokiita sera ya shinikizo la juu inayotumiwa na Marekani kuibana kisiasa na kiuchumi. Katika maelezo yake, Baghel alionya kuwa Iran haitasita kujibu iwapo kutakuwa na hatua yoyote ya kijeshi dhidi yake. Alisema vikosi vya Iran vipo katika hali ya utayari mkubwa na vina uwezo wa kujilinda dhidi ya tishio lolote. Kauli hiyo inaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa Tehran wa kuonyesha nguvu zake za kijeshi huku ikiendelea kushiriki katika mazungumzo ya kidiplomasia. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaamini kwa mazungumzo haya ni muhimu sana kwa usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Wanasema kuwa kushindwa kwa mazungumzo kunaweza kuongeza hatari ya mapigano makubwa ambayo yanaweza kuhusisha mataifa mengi zaidi, jambo ambalo linaweza kuathiri uchumi wa dunia, hasa kwa bei ya mafuta na usalama wa biashara ya kimataifa. Pakistan, ambayo imetajwa kuwa mpatanishi katika mawasiliano hayo, inaonekana kucheza nafasi muhimu katika kujaribu kupunguza mvutano kati ya Tehran na Washington. Ingawa maelezo mengi ya kidiplomasia yanafanyika kwa siri, uwepo wa mpatanishi unaonyesha kuwa bado kuna matumaini ya kufikia makubaliano ya kisiasa badala ya kutumia nguvu za kijeshi.
Katika mitaa ya Teherani na miji mingine ya Irani, wananchi wengi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mazungumzo hayo. Baadhi wana matumaini kuwa maafikiano yanaweza kusaidia kuboresha hali ya uchumi na kuondoa vikwazo vinavyowaathiri moja kwa moja, huku wengine wakihofia kuwa mvutano huo unaweza kugeuka vita kamili ikiwa juhudi za kidiplomasia zitashindwa. Kwa sasa dunia inaendelea kusubiri hatua inayofuata kutoka pande zote mbili, huku jumuiya ya kimataifa ikitoa wito wa kuendelea kwa mazungumzo ya amani. Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa mbalimbali ya Ulaya na Asia yamehimiza Marekani na Irani kutumia diplomasia na kuepuka hatua zinazoweza kuongeza hali ya taharuki katika eneo ambalo tayari lina migogoro mingi ya kisiasa na kijeshi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.